Ijumaa wiki hii mashambulizi katika anga za Israel pamoja na Iran yameendelea kurindima, huku ikiripotiwa kwamba baadhi ya maeneo ya kuandaa silaha za nyuklia ya Iran yakiwa yameharibiwa, lakini pia baadhi ya maeneo ya nchi ya Israel yakitajwa pia kuharibiwa, huku watu takriban 7 wakiripotiwa kujeruhiwa huko Israel. Na tuko hapa katika Chekeche wikendi hii kwa ajili ya kulitazama hilo. Jina langu ni Moses Mohamed, ni kualike na kuambia twende pamoja kwa nusu saa hii nikiwa na mchambuzi wangu Ibrahim Rahabi. Ibrahim, karibu sana katika Chekeche wikendi hii. Shukran sana bwana Moses. Ibrahim, mgogoro mpya umeanza kuonekana tena. Yawezekana kwamba sio mpya katika muktadha wa kihistoria, Iran na Israeli kuingia katika mgogoro, lakini haya mashambulizi ambayo yameanza kutokea Ijumaa hii, ni nini hasa chanzo chake? Ni kweli mashambulizi yameshuhudiwa Ijumaa, lakini kuna ishara ambazo zilianza, unaweza kusema kama cheche zilianza mapema. Unakumbuka mwezi wa tatu nadhani, nakumbuka kwenye ziara ya baada tu ya kula kiapo Donald Trump, ziara ya pili ya Netanyahu kwenda White House, alikutana na Donald Trump, akamwambia kuwa ataanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na Irani kuhusu nyuklia. Hasa alimwambia, ilikuwa ni mwezi wa 3. Lakini Netanyahu hakupendezwa na hicho kitu kwa sababu kilikuja kama ghafla, lakini ikatokea siri ambayo ilitoka wakati huo kuwa kulikuwa kuna makubaliano maalum kati ya Marekani na Israeli kuwa itapotimia mwezi wa 5 wafanye mashambulizi ya pamoja ndani ya Irani kupiga zile nyuklia za Irani. Sasa kitendo kile cha Trump kumwambia Netanyahu kuwa tutaanzisha mazungumzo ya moja kwa moja ni kama Israeli hawakukipenda. Kwa hiyo Marekani ilianzisha mazungumzo ya moja kwa moja na Iran, ambayo Iran waliita sio mazungumzo ya moja kwa moja, walisema ni mazungumzo ambayo yanapitia kwa wakala. Kwa hiyo tukaona duru 5 ambazo duru ya 6 ilikuwa ingia hivi karibuni, licha Iran kusema kuwa wameshajiondoa kwenye mazungumzo hayo. Sasa tumeshuhudia duru 5 za mazungumzo zikifanyika kati ya miji ya Rome na Muscat, chini ya uwakilishi wa Oman ambao wamesimamia mazungumzo. Katika haya mazungumzo, kwa wafuatiliaji wengi ambao walifuatilia haya mazungumzo walikuwa wanagundua kama kulikuwa kuna shida sehemu ya mazungumzo, kwa sababu taarifa iliyokuwa ikitolewa na Marekani na taarifa iliyokuwa inatolewa na Iran ya mazungumzo na taarifa iliyokuwa inatolewa baada ya mazungumzo zilikuwa haziendani sawa. Mwakilishi wa Marekani ambaye anasimamia haya mazungumzo ni Steve Witkoff. Mara kadhaa Steve Witkoff alikuwa taarifa anazozitoa baada ya mazungumzo ni tofauti na taarifa anazokuja kuzitoa baadaye kwenye mitandao. Israeli, pendekezo lake katika hili ambao unaweza kusema kuwa Marekani alikuwa anawakilisha Israeli kwenye hili. Israeli ilitaka Irani kumaliza mfumo wake wote wa nyuklia uende 0, wakisema kuwa katika makubaliano haya ambayo unaweza kusema kuwa ni makubaliano ambayo Trump alijitoa mwaka 2018, kwa sababu haya makubaliano yalikuwepo 2015 wakati wa serikali ya Barack Obama. Trump alivyoingia mara ya kwanza 2018, Netanyahu akampusha ajitoe kwenye mazungumzo, akajitoa kwenye yale makubaliano. Sasa Israel anachokitaka kwenye mazungumzo ambacho amekipendekeza kwa Marekani kuwa ni lazima Irani arudishe urani zake 0. Si tu 0, ahakikishe amevunja vinu vyote vya nyuklia. Yani wanataka kufanya mpango wa nyuklia wa Irani uwe kama ulivyokuwa wa Libya. Libya mwaka 2003 Israel ilifanya mashambulizi kwenye vinu vya nyuklia vyote ikavisambaza. Na Libya alikubaliana kufunga kabisa programu yake ya nyuklia. Sasa Israel walitaka Irani afuate nyayo za Libya kufanya hivyo. Sasa Irani wakarudi wakasema kuwa kabla ya kwenda huko umegusia hiyo nukta muhimu. Kwa nini Israel anataka Iran vinu vyake vya nyuklia na mchakato wake mzima wa utengenezaji wa nyuklia uharibiwe kabisa? Israeli madai yake ni kuwa Irani ni tishio kwa taifa lao, kwa sababu Irani ni katika nchi ambayo haijakubali uwepo wa Israeli, na katika kila wanachokizungumza huwa wanasema kuwa Irani wanaota kuifuta Israeli siku moja. Kwa hiyo kama Irani akimiliki nyuklia ni hatari kwetu, lakini wakati huo Israeli ni mmiliki wa nyuklia ambazo kuwa it's not official, hazina ukaguzi. Ni tofauti na nchi zote ambazo zenye nyuklia kuwa ni nchi ambazo zimesaini makubaliano ya IAEA, shirika la atomiki duniani, ambalo huwa linafanya ukaguzi wa mwendelezo wa nyuklia na kila kitu. Lakini Israel ina nyuklia ambazo hata shirika la IAEA halikagui, na bado taarifa zinaonyesha kuwa nchi ambazo zinaipinga Irani kumiliki nyuklia, hasa nchi za magharibi ambazo hazitaki kabisa Irani kuwa na nyuklia, ndio zimetoa usaidizi wote wa Israel kumiliki nyuklia. Lakini inapokuja kwa nchi zingine hawataki nchi zingine, na Irani wanaamini kuwa ili usalama wa taifa lao upatikane na uwezo wao wa kuweza kuhimili ni lazima wamiliki nyuklia. Lakini mara zote Irani wamekariri kuwa
hatutaki nyuklia kwa ajili ya kwa mabomu. Sisi tunatengeneza nyuklia kwa ajili ya matumizi yetu ya ndani. Mkataba wa Umoja wa Mataifa haujazuia kurutubisha urani. Nchi zote zina haki ya kurutubisha urani, lakini ni kiwango gani, kwa kiasi gani? Kwa Irani mara zote huwa wanasema kuwa sisi tunarutubisha katika kiwango cha kimataifa ambacho kinakubalika. Mkataba wa mwaka 2015 ambao Barack Obama aliingia ulifanya Irani ikarutubisha kati ya 3.67 yani ilishuka, kwa sababu kabla hapo Irani alikuwa anarutubisha zaidi, ikashuka mpaka 3.67. Lakini baada ya Marekani kujiondoa, Irani alirudi kurutubisha urani ambayo ikapanda mpaka 60%. Kwa hiyo ni kiwango cha juu. Ili uweze kutengeneza bomu la atomic unahitaji kufikisha 90%. Sasa toka mwaka 2018 Irani anarutubisha urani kwa kiwango hicho. Kwa hiyo kulikuwa kuna mawazo, ima Irani yakubali kuvunja, au pendekezo la Marekani lililopelekwa wiki jana ambalo ndio Irani alilikatana, ndio likasababisha haya. Marekani alipeleka pendekezo ambalo kuwa walikuwa wanairuhusu Irani ishushe uzalishaji ishuke, lakini baada ya muda, alafu baada ya pale inatakiwa ifunge kabisa programu yake isirutubishe. Lakini kuwa urani ambayo tayari imekwisha rutubishwa ni lazima itafutiwe nchi ya tatu ikawekwe, isikae ndani ya Irani. Kwa hiyo Irani ikasema kuwa swala la urani yetu ni mstari mwekundu, hatuna mjadala. Kwa hiyo hili ndio lililopelekea kule. Lakini sasa kitu kimoja ambacho kinachopelekea kwenye hili ni mashambulizi sasa ya Israeli kwenda kushambulia vinu vya nyuklia vya Iran. Hebu turejee kwake Waziri Mkuu wa Israel. Katika kauli yake Jumamosi iliyopita usiku, alikaririwa akisema maneno haya: The Iranian regime has never been weaker. This is an opportunity for the Iranian people to stand up against the regime. Na akaendelea kusema kwamba I am with you, the Israel people are with you. Katika fasiri ambayo si rasmi, Netanyahu anasema utawala wa Iran haujawahi kuwa dhaifu. Na anaendelea kusema kwamba hii ni fursa kwa watu wa Iran kwenda kupinga utawala, kwenda kinyume na utawala huo. Lakini mwisho anasema pia kwamba binafsi niko pamoja na nyinyi na Israel iko pamoja na nyinyi. Kauli ya kuona hii ni kama fursa kwa watu wa Iran kwenda kinyume na utawala wao, kauli ya kusema kwamba uongozi huu haukuwahi kuwa dhaifu, na kauli ya kusema kwamba yeye binafsi pamoja na Waisraeli wote kwa ujumla wako pamoja na watu wa Iran. Tafsiri yake nini katika mgogoro huu? Kwenye hili swala ukitazama Mose, kauli hii mfano inapokuja swala la Irani ndani ya Israeli, Waisraeli wote huwaungana na wanaamini adui yao ni Irani. Haijalishi upinzani dhidi ya Netanyahu ambao unampinga kwa kila kitu, lakini inapokuja swala la Irani wote huungana pamoja. Hiki nimekishuhudia pia jana Iran. Upinzani wa Irani ambao mara zote tunawajua ni wakosoaji wakuu wa serikali ya Irani, jana wote wamezungumza kwenye kauli moja, kulinda utaifa wao. Kwa hiyo unaweza kuona kuwa kama maneno ya Netanyahu hayawezi yakavuka mstari, kwa sababu hata Wairani wanajivunia utaifa wao na kutaka kuwa wakubwa. Hilo wanaliona. Kwa hiyo unaona kuwa wako nyuma ya serikali yao kwa kiwango cha juu, kama vile Waisraeli wako nyuma ya serikali yao kwenye hili. Kwa hiyo hizi kauli zote zinabaki hivyo. Kutokuwa dhaifu, hilo linafahamika, na ndio maana unaona kuwa hata Israeli alipokuwa akifanya mashambulizi Yemen, akifanya mashambulizi kule Lebanon, kote mara zote alimtaja Iran. Hotuba ya Netanyahu aliyohutubia kwenye Congress hivi karibuni Marekani, unakumbuka, neno alilolitaja mara nyingi zaidi lilikuwa ni Iran, Iran, Iran kuliko neno lolote. Maana yake anafahamu kuwa Iran, Iran, Iran. Kwa hiyo mara zote ametaja kuwa hawa wanatumwa na Irani, lakini hajawahi kuingia moja kwa moja kuigusa Irani, kwa sababu alikuwa anafahamu ukubwa wa Irani na uwezo wa Irani, kuwa siwezi kujiingiza moja kwa moja. Kwa hiyo ni lazima nimvute bosi wangu twende pamoja kwenye hili. Na ndio maana unaona ukisema bosi wako unamaanisha ni Marekani. Lazima mvute Marekani waende pamoja kwenye vita, kwa sababu siwezi kwenda moja kwa moja kupambana na Irani, kwa sababu Irani sio dhaifu kama alivyosema yeye, kwa sio dhaifu kwa hivyo, isipokuwa style ya Israeli. Manake ile ni style unaweza kusema mashambulio ya Israeli mfano yaliyoua makamanda wa Irani kina Salami na wengine, lile hamna tafsiri zaidi ya mashambulizi ya kigaidi. Ule ni ugaidi, kwa sababu iko kinyume na mkataba wa Geneva. Mkataba wa Geneva ambao ni mkataba unaoongoza vita umeweka kabisa utaratibu kuwa hauwezi ukawalenga viongozi waliopo madarakani au kuua, kitu ambacho hakiwezekani. Kuwa nchi yoyote, unajua mnapokuwa kwenye vita, nchi nyingi zina uwezo wa kuua viongozi, kwa sababu unaweza kufanya tu shambulizi lolote ambao sehemu hivyo na ukawaua, lakini wengi wanafuata mkataba, wanaheshimu. Mfano
Kama Urusi angefuata anachokifanya Israeli cha kufuata unawafuata viongozi unawaua, nadhani Ukraine hakuna hata mbunge mmoja angekuwa anaishi, wote wangekuwa wamekufa, kwa sababu popote walipo tunajua na tunaweza tukawafikia. Lakini kilichofanywa na Israeli kuua viongozi, hiyo ni ugaidi tu moja kwa moja, na hili litakiwa lilalaniwe moja kwa moja, na Umoja wa Mataifa na nchi zote zitakiwa kulani. Lakini unaona baada ya mashambulizi Donald Trump anarudi, hazungumzi kuwa vifo hivyo, lakini anazungumza kuisisitiza Irani kuwa Irani inayo nafasi ya kuamua kuacha kurutubisha Irani au itapoteza zaidi. Hiyo ilikuwa kabla ya majibu ya Irani. Sasa kauli za pili tunazisubiri tuzione zitakuwaje. Wakati tukisubiri kauli za pili tuone zitakuwaje, mgogoro huu na mgogoro mwingine ambao bado unaendelea katika ukanda wa Gaza kwa Israel, tafsiri yake taifa hili ni nini? Kwamba lina uwezo sana wa kukabiliana na watu wengine kijeshi? Tafsiri yake kwamba wao wanapenda kujihusisha sana na masuala ya kuwepo katika ugomvi? Fasiri yake ni nini hasa? Kuna kitu kinaitwa Greater Israel ambacho kimekuwa kikiratibiwa muda mrefu, na hii ukiangalia uasisi wake ni toka mwanzo wa miaka 1900 au unaweza kusema mwisho wa miaka 1800 na kitu, kulipoasisiwa kile kitu kinaitwa Uzayuni. Uzayuni ulipoasisiwa, hii ni sera Uzayuni ambao ni sera ya Israeli ambao wanaikusudia wao kuwa Israeli kubwa. Na ukirudi nyuma wakati wa kampeni za uchaguzi wa urais Marekani hivi juzi, Donald Trump alisema kuwa ukitazama Mashariki ya Kati unaona kuwa nchi zote ni giant, unaona nchi zote kubwa, lakini utakiona Kiisraeli kidogo katika eneo. Anasema kama inawezekana kuongeza mipaka ya Israeli bado inabidi ifanye hivyo. Kwa hiyo kinachofanyika hivi sasa ni sera ya Uzayuni ya Greater Israel ambayo ukitazama ramani ya mipaka yake inaingia Misri, inaingia Jordan, inaenda mpaka Saudi Arabia, inaingia Syria, inaingia mpaka Iraq. Kuwa hiyo ndio ndoto ya Wazayuni, kuwa kuimiliki Israel katika eneo la ukubwa huo. Ndio maana unaona baada ya kudondoka serikali ya Bashar al-Assad, haraka wameenda kuchukua eneo kubwa ambalo wanalikalia mpaka sasa kuliko West Bank. Lakini husikii jumuiya za kimataifa zikilalamika lolote. Kwa nini Israel ameingia kwenye eneo? Yani manake ameathiri mipaka hii. Lakini tumekiona kile ambacho kinatokea West Bank. Kutoka mgawanyo wa mwaka 1948 ambao uligawa sehemu mbili, asilimia 55 walipewa Israeli, 45 wakapewa wa Palestina. Leo hii wa Palestina wamesukumwa, wako chini ya asilimia 22 ambao wanaikalia, lakini bado wanasukumwa ili waweze kuachia hilo eneo. Kwa hiyo hiki kinachotokea ni utekelezaji wa sera za Kizayuni ambazo zimepata nguvu sana baada ya kuwepo madarakani hii serikali ya sasa ya Israeli, kwa sababu hii serikali ya Israeli ya sasa ni serikali ya right wing, ni serikali ya mrengo wa kulia ambayo haikuwahi kuwepo kabisa katika yani historia ya Israeli toka kuanzishwa kwa Israeli mwaka 48. Hakujawahi kuwa na historia ya serikali ya namna hii ambayo iko madarakani ya mrengo wa kulia mkali zaidi. Sasa hawa ni Wazayuni ambao wao sera yao ni Israeli na ukubwa wa Israeli. Imekuja kukutana na kitu kimoja kuwa utawala wa Trump ambao naye ni Mzayuni ambaye unasaidia moja kwa moja kwenye ngile, kwa sababu sasa hapa ni Marekani anatumia sasa ile nafasi yake ya ukubwa kuhakikisha kuwa atamlinda Israeli kwa namna yoyote, kwa kila chochote atakachofanya. Na tumekishuhudia maazimio manne ya Umoja wa Mataifa miaka miwili Marekani amegonga veto kwa kumlinda Israeli. Lakini tumeona hukumu ya ICC, mahakama ya ICC imeenda kuwekewa vikwazo. Hata waliokuwa wakipeleka fedha kwa ICC na wenyewe wamewekewa vikwazo, kwa sababu yote hii ni kulinda Israeli, kuhakikisha kuwa wanatimiza lengo lao. Sasa kinachoshuhudiwa hivi sasa ni kitu kilichopandwa muda mrefu, na ndio maana kinakuwa. Shukrani sana Ibrahim Rahbi. Asante sana kwako kwa kuendelea kuifuatilia Chekeche. Tunakwenda katika mapumziko mafupi hii leo tukiutazama mgogoro kati ya Israel na Iran, mashambulizi ambayo yameanza mwishoni mwa wiki hii. Jina langu ni Moses Mohamed, tafadhali usiondoke. Asante kwa kuendelea kufuatilia Chekeche. Jina langu ni Moses Mohamed. Mgogoro wa Iran na Israel ndio ambao tunauangazia hii leo, na studioni niko naye mchambuzi Ibrahim Rahbi. Rahbi, turudi tena kwa Benjamin Netanyahu. Mbali ya yale maneno ambayo tulianukuu awali, tunukuu maneno mengine tena ambayo aliwahi kunukuliwa akisema, alikuwa akielezea Iran, akasema kwamba Iran ni the head of the octopus, na akaendelea kusema kwamba tentacles all around from the Houthis to Hezbollah to Hamas. Akaendelea kusema kwamba it's axis of resistance. Anaitaja Iran kama ndio kichwa cha pweza. Akisema ile mikia ya pweza mingi ile ni kama yale makundi sasa ambayo yeye amekuwa akikabiliana nayo kama Hezbollah, kama Hamas na makundi mengineyo. Vita ambavyo vimeanza
hii ni direct confrontation na serikali ya Iran, hii ni vita dhidi ya haya makundi, hii ni vita ya aina gani? Nadhani makundi yote Israel alikuwa kaisha pigana nayo, ilikuwa imebaki ni Irani sasa. Manake tumeshuhudia Hizbullah, tumeshuhudia Hamas, tumeshuhudia Wahuthi, na sasa ni zamu ya Irani ambaye moja kwa moja anamtaja kama mkuu wa uasi. Lakini ukirudi nyuma kwa kile anachokisema Netanyahu, tuangalie kuwa toka 1979 Irani hii ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani ambayo iliasisiwa, tunaweza kusema miaka 47 iliyopita. Je, Irani imewahi kuishambulia nchi gani katika nchi zilizozunguka hapo Mashariki ya Kati? Ukiondoa vita ya Iraq na Irani ya miaka ya 80 ambayo ilikuwa na ufadhili wote wa magharibi. Baada ya hapo Irani hajawahi kugusa nchi yoyote. Kwa hiyo tunapozungumza nchi uasi, je, tuitazame Israel haijashambulia nchi gani katika ukanda mzima? Imekuwa ikitumia kile kitu kinaitwa haki ya kujilinda hata dhidi ya watu ambao hawawezi kujilinda, imekuwa ikitumia. Kwa hiyo ile haki ya kujilinda imekuwa ina matumizi mabaya. Inaweza ikaua popote, wanaweza wakatumia chochote, wanaweza wakafanya chochote, hali ya kuwa wanalindwa na nchi ambazo ziko nyuma yao. Kwa hili fikiria haya mashambulizi yametokea, unamsikia Emmanuel Macron anasema Israel ina haki ya kujilinda. Haangalii athari ya kuvunja mkataba wa Geneva wa kwenda kushambulia watu wengine, lakini anasema Israel ina haki ya kujilinda. Israel ina haki ya kujilinda dhidi hata ya watu wa Gaza, watoto, wanawake ambao wanauawa, lakini ukiuliza wanasema kuwa wana haki ya kujilinda kwenye hili swala. Sasa ukisema kuwa mkuu wa uasi inakuwa pale kuna nchi 3 Mashariki ya Kati au 4 ndio chanzo cha migogoro yote inayotokea pale, kinara akiwa Israel, unaweza kusema kuwa, lakini kuna Iran, kuna Uturuki, lakini kuna Saudi Arabia. Hizi ni nchi ambazo mara kadhaa zinafadhili makundi mengi ambayo yanazunguka hapa Mashariki ya Kati, lakini mfadhili mkuu pia ni Marekani ambaye ndio ana makundi mengine pia ambayo yako pale Mashariki ya Kati ambayo kuwa huanzisha machafuko ya huku na huku. Kikubwa kilichokuwa kinatafutwa hapa ni ukubwa, nani awe mkubwa Mashariki ya Kati. Sasa kwenye hii vita ya ukubwa wa Mashariki ya Kati, unaona kama Uturuki hapendi kwenda mbele kuwa mimi sitaki kuwa mkubwa, licha ya kuwa Uturuki ndio nchi ambayo yenye uwezo mkubwa zaidi Mashariki ya Kati kuliko nchi zote, ikifuatiwa na Iran, halafu inafuata Israel. Sasa kama vita vile Uturuki kawaachia Iran na Israel waendelee kutafuta ukubwa, kuna mawili yanatafutwa kwa pamoja. Huwezi kuondoa kuwa Irani ilitumia nafasi yake ya kuwasaidia wa Palestina pia kujikuza Mashariki ya Kati, kuweka ushawishi wake mkubwa, na ndio maana kumekuwa na mivutano ya pande mbili ya kimadhehebu, kwa sababu wa Irani wa Shia, halafu kuna upande wa pili ambao wanakuwa ni Sunni ambao walikuwa kiungwa mkono na Saudia. Ukirudi kwenye mgogoro sasa wa Yemen na migogoro mingine ambayo ya nyuma hapa, utaona kuwa kuna kundi moja lilikaa upande mmoja na kundi moja likakaa upande wa pili. Kundi la Kisuni likawa linasapotiwa na nchi za magharibi, kundi la Washia likabaki lenyewe na magrupu yake ya Kishia. Sasa unaona kuwa kuna wakati watu wanajiuliza kwa nini Iran peke yake na Yemen ndio wanasaidia Palestina, lakini kwa nini nchi zingine zimejiweka pembeni? Hizi nchi kwenye vichwa vyao vinasoma kuwa Irani ana mambo yote. Irani anasaidia kutafuta kwa Palestina uhuru wao, lakini wakati huo Irani anatafuta ukubwa wa kuwa yeye mkubwa. Kwa hiyo wanaona kuwa kama tutaingia kwenye hili azimio la Irani la kusaidia Palestina na Palestina ikatimia, maana yake kuwa Irani atakuja juu yetu. Rahbi, licha ya kwamba bunge la Israel limeunga mkono hatua ambayo taifa lao limefanya pale nchini Iran, lakini bado wakosoaji wa mambo nchini Israel wanamtaja Benjamin Netanyahu kama mtu ambaye anatumia hii kama turufu yake ya kisiasa kuendelea kukalia kiti cha waziri mkuu, lakini pia ikiwezekana kuendelea kuchaguliwa kwa kadri ambavyo uchaguzi utakavyokuwa unaendelea pale Israel. Hili mtazamo wako ukoje, ikizingatiwa kwamba amekuwa akitumia turufu kama hii dhidi ya mashambulizi kwa Palestina? Nadhani tumejadili mara nyingi hili swala kuhusu Netanyahu kuanzia kuitumia vita ya Gaza kwenye hili. Unakumbuka kuwa kabla ya mwaka 2019 serikali iliyokuwa imeundwa before hii serikali ya kina Netanyahu ilikuwa ni serikali ya kina Yair Lapid ambayo ilikuwa ni ya mrengo wa kati na kushoto, ambayo ilikuwa na muungano wa vyama 8 vikiwemo vyama vingi hadi vya Waarabu. Ilivyodondoka ile serikali, ikaingia hii serikali ya mrengo mkali wa kulia. Sasa hii serikali ya mrengo mkali wa kulia ilivyoingia, ikaenda kutoa majibu ya serikali iliyopita. Serikali iliyopita kina Yair Lapid na Naftali Bennett ilimfungulia mashtaka Netanyahu kwenye kashfa zake za rushwa, wizi, matumizi mabaya ya madaraka, kesi ambazo zinafahamika kama namba 1000, namba 2000 na namba 4000. Hizi ni kesi kubwa ambazo zinaunguruma toka 2019 ndani ya Israeli. Sasa Netanyahu alivyoingia kwenye ile nafasi, haraka akaona kuwa ni lazima nifanye mabadiliko makubwa ya kimahakama. Kama unakumbuka maandamano makubwa yasiyokwisha ya Israeli kabla ya shambulizi la Oktoba 7, yalikuwa ni maandamano makubwa ya Israeli ambayo yalikuwa yanapinga
sera ya serikali ya mrengo wa kulia ya kubadilisha mfumo wa uendeshaji wa serikali, yani serikali ihamie kuwa, maana Israeli ni nchi ambayo haina katiba. Sasa inaendeshwa na mifumo miwili, inaendeshwa na bunge, inaendeshwa na mahakama. Sasa mahakama ndio uamuzi wa mwisho wa Israeli. Kwa hiyo walichokuwa wanataka Netanyahu na washirika wao ni kuondoa uwezo wa mahakama kuwa, yani kitu cha mwisho ambao waweze kuamua ni bunge. Sasa wakiangalia wao wana wingi wa kutosha bungeni, kwa hiyo wangeweza kuzuia lolote. Kwa hiyo kama wangebadilisha mfumo wa serikali wa mahakama, hata majaji wangeteua wewe. Kwa hiyo Netanyahu angejinusuru kwenye zile kesi zake. Sasa walifanya hivyo na wakafanya mapinduzi. Mahakama ikakata rufaa, wakati kati ya vita ile sheria ikarudishwa kwa mahakama ina nguvu. Kwa hiyo kesi ambazo zimeibuka hivi karibuni katikati ya vita, kesi ambayo inahusu shambulizi la Oktoba 7 lilitokea wapi na ilikuwaje? Maana baadhi ya vyombo vya habari vikataja Netanyahu alihusika moja kwa moja kwenye mauaji ambayo yalitajwa kuwa ndege za Israeli ziliua Waisraeli. Sasa uchunguzi unatakiwa ufanyike kwenye hilo. Nje ya hilo kuna kashfa nyingine ambazo zilitokea za uvujaji wa taarifa watu wa Netanyahu ambao walikuwa wanazivujisha, ambao kesi ilikuwa ikichunguzwa na mkuu wa Mossad Ronen Bar, ambaye na Ronen Bar kafukuzwa kazi. Unaona, aliyekuwa mpinzani wa vita Yoav Gallant aliyofukuzwa kazi, alikuwa mkuu wa majeshi Herz Halevi alikuwa anapingana akafukuzwa kazi. Sasa hivi serikali nzima imebaki na mpinzani mmoja tu, Miara, yule mwanamke mwanasheria mkuu wa Israeli, na yeye tayari baraza la mawaziri la Israeli limepiga kura kuwa linataka kumfuta kazi. Kwa hiyo kila upinzani ambao unakuja kwa ajili ya Netanyahu anaweka. Sasa kuifanya vita kuwa ili tuendelee ni vizuri kabisa, na juzi amepata confidence Netanyahu kwa sababu bunge la Israeli lilienda kupiga kura ya kuwa na imani, yes, wana imani naye, na akashinda kwa 61% ya wabunge 61 waliopiga kura dhidi ya wabunge 53 ambao walipiga kura. Kwa hiyo akanusurika. Kwa hiyo hivi sasa bunge la Israeli haliwezi tena kuitisha mswada wa kumtoa Netanyahu mpaka miezi 6 ipite. Kwa hiyo hili limempa kama nguvu fulani ya kuendeleza kuitimiza yale anayoyataka. Kwa kuhitimisha, Ibrahim, nini unafikiri kinachokuja kutokea kati ya Iran na Israel, lakini pia kuingilia kati kwa Marekani? Unaona Iran akipata watu wengine wa kumuunga mkono katika hili? Unaona jumuiya za kimataifa zikiingilia kati kuzuia mgogoro usiwe mkubwa zaidi? Unaona nini kwa uchache kabisa? Iran yuko peke yake kwenye hili. Kwanza isiaminike kuwa kuna watu wengi wanazungumza labda kuna Uchina, kuna Urusi. No, Iran yuko peke yake kwenye hili. Unapozungumza swala la Israeli, hawa wengine wote wako upande wa pili, hawako upande wa Irani. Hata Urusi ni Myahudi zaidi kuliko Muirani. Kwa hiyo hili usilitegemee sana kuingia. Sasa Irani hili anasimama peke yake, na hiyo jana ameonyesha kuwa atasimama peke yake. Naona kuwa wanaweza wakafikia mazungumzo, lakini mazungumzo ambayo ima mmoja amue kutupa taulo, yoyote kati yao atupe taulo. Kama Irani anasema kuwa swala la urutubishaji wa Irani ni mstari mwekundu kwetu, halina mjadala. Kwa hiyo itabidi kama Marekani anataka kulimaliza hili, na kilichotokea jana Tel Aviv, mashambulizi makubwa na yaliyotokea ndani ya Irani, kila mmoja ataangalia nani anaweza kuona kuwa mimi nitaathirika, anaweza akatupa taulo akubaliane na upande mmoja. Ndio suluhu. Shukran sana Ibrahim Rahbi kwa uchambuzi huo na jicho hilo la mgogoro huu. Na nikushukuru pia wewe ambaye tumekuwa wote katika Chekeche hii leo. Tulikuwa tukiuangazia mgogoro kati ya Israel na Iran, wakati huu ambako mashambulizi yameanza kuonekana kwa pande zote mbili, Iran ikiahidi kulipa kisasi kwa kile ambacho Israel imekifanya, lakini wakati huo huo mataifa ambayo yanaiunga mkono Israel na yenyewe yakisema kwamba suluhu si kushambuliana, suluhu ni kukaa na kuzungumza. Tuone dunia itatuambia nini, muda utakuwa shahidi mzuri zaidi. Jina langu ni Moses Mohamed, nilikuwa niko naye hapa Ibrahim Rahbi katika Chekeche weekend hii. Nikukaribishe katika Chekeche nyingine weekend ijayo.